Usipoomba usiku wa leo utakuwa umemzimisha roho, na Biblia inasema kwamba tusimzimishe roho wala kumhuzunisha. Karibu tuingie kwenye maombi ya usiku wa leo. Roho Mtakatifu uliye sehemu ya ibada yetu, tunakualika sasa, karibu uombe pamoja nasi. Kamata vinywa vyetu na fahamu zetu, tunahitaji kuomba kwa roho. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa tujui kuomba vile inavyotakiwa, lakini Roho mwenyewe utusaidia kuomba. Ingia kwenye maombi pamoja nami, endelea kuomba kwa roho, nami namuomba Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kuomba. Pokea nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Roho wa Mungu, pokea nguvu ya Roho Mungu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna mtu utaanza kuomba kwa lugha nyingine, kuna mtu utapokea nguvu ya kuomba. Ulikuwa unajisikia leo hutaomba, na hata wakati mwingine ulipotaka uombe mara kadhaa, kuna vikwazo vilijiinua, ukasema kwamba nitalala tu, nitaamka kuomba, lakini sasa Roho anakuamsha, anataka aombe ndani yako. Omba kwa roho, omba kwa roho, omba kwa roho. Nami nakuhimiza usiku huu, amka uombe. Yaombee mahitaji yako, ombea vyote vinavyoitwa kwa majina yako, ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea nyumba yako, ombea ndoa yako, ombea kazi yako. Chochote ambacho unaona kabisa kinahitaji mkono wa Bwana, kipeleke mbele za Mungu. Maombi ni njia ya mawasiliano yetu na Mungu. Omba kwa roho, chochote kile unaweza ukakiombea kwa roho pia. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe lugha ya kuomba, nipe maneno ya kuomba. Ukiomba kwa roho, unakuwa unaifaidisha nafsi yako, unakuwa unaimarisha nafsi yako wewe na Mungu. Mwambie Bwana, nisaidie, nipe lugha ya kuomba, nipe maneno ya kuomba, nipe maneno ya kutamka. Pokea nguvu ya kuomba usiku wa leo, pokea maneno ya kuomba usiku wa leo. Nami naachilia nguvu hiyo, naachilia nguvu mbele yako, naachilia nguvu ndani yako, naachilia nguvu ndani yako, nguvu ya maombi, nguvu ya Roho wa Mungu, nguvu ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, tumuite maadamu yu karibu. Mwite Bwana, mwite Bwana. Anasema mtakaponiita nitasikia. Anasema tufungue mikono yetu, tutakase mikono yetu iliyochafuliwa, mikono ambayo haifai. Anasema basi njooni tusemezane. Anasema Bwana, ni wakati huu, mwite Bwana. Anataka usemezane na yeye, anataka uzungumze na yeye. Anasema njoo tuojiane, ili tuweze kupata haki yetu, ili tuweze kupata vitu vyetu. Anasema yeye ni mwaminifu, atatupatia. Yeye ni mwaminifu na ni wa haki, atatusaidia. Ni wakati huu, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana. Upo mwana maombi mmoja unanisikia, nami nakuchochea kwenye maombi. Wewe mwana maombi ambaye uko unasikia uzito, uliyepigwa vita, uliyerudishwa nyuma, uliyepata visasi na kuinua tena, mwana maombi, omba. Wewe ambaye unasema sijui kuomba, na kusaidia kwa maombi haya, endelea kuomba. Fungua kinywa chako tu, omba, 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 omba. Roho wa Mungu yuko hapa na kusaidia. Roho wa Mungu yuko hapa na kusaidia. Anataka tu uendelee kutamka. Tamka tu kwa imani, yeye atakusaidia kuendelea kuomba. Tamka tu chochote kwa imani, yeye atakusaidia. Kuna mwingine unapoanza kuomba unasikia unatukana, unasikia maneno machafu yanatoka kinywani mwako. Jizuie, mwalike Roho tu. Mwambie Roho Mtakatifu na kualika, naondoa kila maneno mabaya kwenye kinywa changu, naondoa kila mawazo mabaya. Wewe ambaye unaomba, baada ya kuomba unajisikia unatamka maneno mabaya, na kufungua kwa jina la Yesu. Wewe ambaye kwenye kuomba kwako unasikia sauti na kauka, unasikia kupiga miayo tu, unasikia uchovu, nachochea ile nguvu yako ya ndani, nachochea utu wako wa ndani. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya maombi. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea ile nguvu ya ndani ya maombi, pokea ile nguvu ya ndani ya kuomba, pokea ule uamsho wa ndani, pokea ule msukumo wa ndani, msukumo wako wa ndani, ile nguvu yako ya ndani. Nainua sasa, nainua sasa kwa jina la Yesu, nainua sasa kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu yuko hapo, Roho wa Mungu yuko hapo. Pokea Roho wa Mungu, pokea Roho wa Mungu, pokea Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Maombi haya yakawe ni maombi ya kuongozwa na Roho, yawe ni maombi ya kuongozwa na Roho, maombi ya kuongozwa na Roho. Pokea, 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 pokea. Unajisikia kutamka kwa lugha, tamka. Unasema mtumishi, mnaona kama kuna lugha nyingine nakuja, naona kama ninaomba tofauti na nilivyozoea, maana nguvu ya Mungu iko hapo. Vuviwa sasa, vuviwa sasa, vuviwa sasa na wingu la kimungu. Vuviwa sasa, hiyo nguvu inakuja, hiyo nguvu ya maombi inakuja, hiyo nguvu ya Roho inakuja, hiyo nguvu ya Roho inakuja. Ipokee kwa jina la Yesu. Ipokee nguvu ya Roho Mtakatifu, ipokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea. Receive it. Pokea, pokea, pokea nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya maombi ya ibada, pokea nguvu ya kumcha Bwana. Pokea, 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 pokea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze, usijizuie, usijizuie. Ruhusu tu moyo wako uombe, ruhusu kinywa chako kiombe, ruhusu ndani yako kuombe. Unasema nasikia ndani yangu kunaomba, nasikia uwepo wa Bwana, nasikia uwepo wa Bwana. Nami naiachilia hiyo nguvu, najiconnect na wewe hapo ulipo. Haijalishi maombi yao unasikia lini, unasikia muda gani, najiconnect na wewe. Napokea nguvu ya Mungu, nami nakuunganisha na wewe. Nasikia uwepo wa Bwana hapa nilipo, nami na
kuambukiza kwa jina la Yesu, na iambukiza nguvu ya Mungu, na iambukiza nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Pokea uvuvio, pokea uvuvio, pokea uvuvio, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea uamsho, 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 uamsho maombi, uamsho kumtafuta Bwana, uamsho wa kuomba, uamsho, uamsho upokee, uamsho upokee, uamsho upokee, upokee sasa, upokee sasa, upokee sasa. Remo sarodia rapa kasataya teradia, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Na amuru sasa malaika wakujilie, wakuhudumie. Pokea kuhudumiwa na malaika, pokea kuhudumiwa na malaika kwa njia Roho Mtakatifu, kwa njia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie. Funguka, 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 funguka kinywa, omba, funguka kinywa, omba. Uzito unakuachia sasa, uzito unakuachia sasa, uzito unakuachia sasa. Mbingu inafunguka, mbingu inafunguka, mbingu inafunguka, vizuizi vinaondoka, kamba zinakatika. Roho anaomba, omba, omba, fungua kinywa, omba hivyo hivyo. Hayo unayoyatamka Mungu anakusikia, hayo ambao unatamka Mungu yuko pamoja nawe, anakujalia neema, anakuongezea nguvu. Chochote unachokitamka kwa jina la Yesu, Biblia inasema kwamba ombeni lolote kwa jina langu litakuwa. Biblia inasema kwamba tunapomtafuta Bwana, tunapokaa ndani yake, kadhalika naye anakaa ndani yetu. Nami nakuombea, Roho Mungu yuko hapo, yuko hapo msaidizi wa kweli, yuko hapo msaidizi wa hatima yako, yuko msaidizi hapo wa maombi. Mungu akusaidie sasa. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu. Pokea uvuvio, pokea uvuvio na urejesho wa karama yako, kipawa chako. Ile karama yako irejeshwe sasa, ile talanta yako irejeshwe sasa, ile huduma yako irejeshwe sasa, yale maombi yako irejeshwe sasa. Ulikuwa na kipindi unaomba mpaka unatokwa na machozi, mpaka unasikia nguvu za Mungu. Mungu anakupa mzigo wa kuombea mambo mengi. Mungu anakupa mzigo wa kuombea kina kile. Roho Mtakatifu anakupa mzigo wa kuombea ndoa, kuombea kazi, kuombea taifa, kuombea familia, kuombea wagonjwa hospitalini. Nami naamsha mzigo huo wa maombi, na uamsha ndani yako sasa. Roho wa Mungu akusaidie mwana maombi, Roho wa Mungu akusaidie mwana maombi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, usichoke. Hii ni vita, lazima ushinde. Tunapokuwa vitani unatiana nguvu, nami nakutia nguvu kama chuma unoa chuma. Nami nanoa huduma yako, nanoa karama yako. Endelea kuomba kwa kadiri ya Roho Mungu anavyokusaidia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuombea maombi haya yakuinue tena, yakupe uamsho, yakupe uamsho. Pokea uamsho wa maombi zaidi katika jina la Yesu, amen. Maombi haya si kikomo cha kuomba, ni kipindi tu ambacho kimekusaidia kuendelea kuomba. Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Godwin Ndelwa wa huduma ya maombi ni dawa, na hakika Roho wa Mungu ataenda kukuhudumia zaidi. Endelea kuomba kwa Roho. Unasikia kuendelea kupokea vipindi vya maombi zaidi, weka maombi ni dawa hapo, utapata maombi mengi zaidi. Unasikia, ili usikate kuomba, weka hata wimbo wa kuabudu, endelea kuomba. Mungu akubariki, akutende mema. Ninakuombea Mungu akuinue sana, Mungu ainue sana karama yako na huduma yako ya kuomba. Uombe mpaka umeona matokeo. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.